Ni kwamba mnamo tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 2:10 za asubuhi huko eneo la Igawa, kata ya Lugerere, wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya, kwenye barabara kuu ya Mbeya Njombe, gari lenye namba za usajili namba T 511 EKM aina ya Higer basi kampuni ya Hai Express iliyokuwa ikiendeshwa na dereva ambaye anaitwa jina la Bosco Mwamira mwenye umri wa miaka 52. Huyu ni mkazi wa Chalinze, ikiwa inatoka Dar es Salaam kuelekea jijini Mbeya. Iligongana na gari lingine lenye namba za usajili BAR 9256 ZM mkwaju ALG 7806T aina ya FAO kampuni ya AM Motors ya nchini Zambia, iliyokuwa ikitokea nchini Zambia ikiwa imebeba kopa, madini haya, mzigo wa kopa, ikiendeshwa na dereva anaitwa Dani Kachesa mwenye umri wa miaka 61. Huyu ni mkazi wa Lusaka, Zambia. Na baada ya tukio hilo la ajali iliweza kusababisha kifo kwa dereva wa basi na majeruhi. Aidha, katika ajali hiyo mtoto mmoja aitwaye Gadiel George mwenye umri wa miaka 6 ambaye ni mkazi wa Mbeya, mwanafunzi wa shule ya msingi Isaya anayesoma darasa la kwanza, huyu alijeruhiwa na aliweza kukimbizwa katika hospitali ya wilaya ya Mbarali kwa matibabu na anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali hiyo. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa basi namba T 511 EKM Higer kampuni ya Hai Express alipokuwa akijaribu kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari na kwenda kugonga au kugongana na gari lingine ambalo limetaja lori BAR 9256 ZM ALG 7806T aina ya FAO, na baada ya kugonga aliweza kufariki papo hapo huyo dereva wa hilo basi. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa madereva wote kuwa makini barabarani, kufuata na kuzingatia sheria za usalama barabarani pamoja na alama na michoro iliyowekwa ili kuepuka ajali zinazoweza kuepukika kama hii ambayo imetokea. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kuchukua hatua kali kwa madereva ambao wataonekana kwamba wafuati sheria za usalama barabarani na kutotii sheria hizi, ili kuhakikisha tu kwamba hawafanyi makosa haya makusudi ya kuleta madhara mengine. Lakini pia jeshi la polisi sisi tunaendelea kuwafungia leseni madereva ambao hawazingatii sheria za usalama barabarani. Hii ni kutaka kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye anashika chombo cha moto awe makini. Ismail Ali Selemani, mfanyakazi wa kampuni ya Liberty Transcar. Kweli hili tukio hapa nimeliona alifanya dereva mwenzangu. Kweli hizi ajali sometime tunazitaka kasiweje, ila cha msingi huyu bwana alikuwa hajachukua tahadhari, na tahadhari baada aliposhuka down mbele kulikuwa na gari. Sasa yeye ndo mwenzake anaingia kwenye 50, alikuwa bado hajaanza kuingia kwenye 50. Kipindi anaanza kuingia kwenye 50 anda kugusa, mwenzake kashapiga breki, yeye kabidi kutoa hamadi, kuna gari ya Kizambia inapandisha. Kwa hiyo akaanza kuipasua side mirror na kioo, umeona bwana, akaenda kupiga mpaka kwenye tanki. Alipopiga inabidi apalaze gari hapo na mwenye dereva mauti kumkuta, majeruhi za kama umewahi kalo umefika. Kwa mimi naomba madereva zangu muwe na tahadhari kabla hujaanza kufateki, chukua tahadhari ili na sisi maaskari wetu, kwa sababu huyu askari hapa huwa anatufuatiliaga sana mara kwa mara, yani sana tu, tena mimi nampenda sana, anatufuatilia sana vizuri. Sasa sisi wenyewe basi na sisi tuwe makini, umeona bwana, tuwe makini madereva zangu, kabla hujaovertake kwa ufanye tahadhari kwanza ndio utoe. Yeah, when I touched Igawa, I parked there, I was mending some tires. After mending some tires, I started off about 500 meters from Igawa, near the filling station. There was 2 trucks were coming from Makambako, coming to Igawa. Me, I was heading to Makambako. Behind there was
was coming a bus overtake those two trucks, wanted to hit collision with me. From there, to avoid the head collision, I get off the road to give him chance. I thought maybe he can cross on the middle. Now there was no space. As a result, he banged into my truck. That's what happened. Me, I stay in Lusaka at Chazanga. What's your name? Your name? My name is Danny Kachasam, Tonga by tribe.